Kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo ni kukaribishe kwenye madhabahu. Tuna topic inasema ndoto unapoona unakamua maziwa au unakunywa maziwa, Mungu ana maana gani kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili. Ukisoma Ayubu 33:14 mpaka 16, maandiko yanasema Mungu anazungumza na mwanadamu mara ya kwanza hata mara ya pili, japokuwa mtu hajari, katika ndoto, katika maono na katika usingizi unapomjia mtu kitandani. Mungu huwa anafunua masikio yetu na kutia muhuri mafundisho yake. Sasa unapoona unakamua maziwa au unakunywa maziwa, ukiona unakamua, ina maana Mungu anakuonesha ni majira yako ya kupokea baraka. Lakini pia ukiona unakunywa, ina maana ni majira yako sasa unatembea kwenye baraka. Kumbuka, unapokuwa unakamua maziwa, ina maana unaandaa kitu. Lakini unapokuwa unakunywa, ina maana umeshakipokea kitu na kipo kinaendelea kwenye maisha yako. Hapo ndipo unaweza kutofautisha kitendo au mchakato. Na ni kama vile mtu ana mimba au mtu amejifungua. Ina maana kama ana mimba ni maandalizi ya kupokea baraka. Lakini kama ni mtu ameshajifungua na mtoto, ina maana ni baraka sasa ziko mikononi mwake. Kwa hiyo kwenye huduma au kwenye kazi au kwenye biashara au kwenye kitu chochote unachokifanya, unapoona unakamua maziwa, ina maana ni mchakato au kile kitu unachokifanya so muda mrefu kitaleta matokeo, au yale maombi uliokuwa unayaomba au kile ulichokuwa unamuuliza Mungu so muda mrefu kitaleta matokeo mazuri. Lakini ukiona unakunywa maziwa, ina maana ni kipindi au ni wakati au ni majira ambapo sasa unatembea kwenye zile baraka na kwenye matokeo makubwa. Na kama haujajua, anza kuamini hilo na anza kubadilisha mfumo wa maisha yako na anza kutembea katika kusudi la Mungu na anza kufanya jambo lile ambalo Mungu amekuruhusu kulifanya, na kupa uhakika utaanza kuona matokeo kwa sababu yanakuwa ni majira yako. Nakupenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.